Ni wale tu wasiojua kanuni na sheria za mpira hapa duniani ndio wanaweza wakawashangaa msimamo ambao wanaendelea kuweka klabu ya Yanga kwa kile ambacho kilitokea tarehe 8 na hii tarehe nyingine ambayo imepangwa na bodi ya ligi kwa maana ya TPLB ya dabi ya Kariakoo, ambapo tarehe 8 wote tunajua mechi iliahirishwa, lakini sababu ambazo zilifanya ile mechi kuahirishwa hazikuwekwa wazi, japo kirahisi sana wakasema ni viashiria vya rushwa, lakini pia wao kama bodi waliona kama hakuna usalama kwa wakaona waahirishe ile mechi, lakini pia wakatuahidi kama wapenzi wa mpira, lakini pia na wote ambao walikuwa na complain na lile tukio kwamba watakuja kuliweka bayana kwamba ni nini na nini ambacho kilifanya ile mechi iahirishwe, lakini pia uchunguzi wao waliokuwa wanaufanya wakasema watakuja kuweka wazi kwamba hivi ndivyo ambavyo vilisababisha hiyo mechi iahirishwe. Lakini unfortunately jana asubuhi na mapema bodi ya ligi wametoa ratiba au maboresho ya ratiba ya ligi kuu kuanzia mzunguko wa 28, 29, lakini pia na mzunguko wa 30, na wameiweka dabi ya Kariakoo kwenye timetable ambapo inaonyesha kwamba hiyo mechi itachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 2025. Sasa watu wengi wamekuwa wakihoji huku kabla ya hiyo tarehe kutangazwa na hao bodi ya ligi, Yanga walishatoa release letter yao au taarifa kwa umma kwamba wao hawako tayari kushiriki mchezo ambapo TFF au bodi ya ligi wataupangia ratiba nyingine, lakini wao wameendelea kushikilia msimamo wao kwamba wao hawapo tayari kushiriki huo mchezo, lakini pia hawawezi kuleta mashtaka kwa watu ambao wanajua kabisa wanawanyonya haki yao, kwa hawawezi kufanya hivyo, la sivyo wao hawapo tayari kushiriki huo mchezo kama tu watu ambao wao walisema wajiuzuru kwenye madaraka yao hawatafanya hivyo. Sasa jana mapema bodi ya ligi wakatangaza timetable ya hiyo mechi. So watu kitu ambacho wanajiuliza ni kwamba kwa nini bodi ya ligi wametangaza tarehe ya huo mchezo huku hawajatoa sababu ambazo zilifanya ile mechi iahirishwe. Maana walisema kulikuwa na viashiria vya rushwa na walisema uchunguzi unafanyika. Sasa mbona hawajatoa majibu ya uchunguzi ambao walikuwa wanaufanya afu wameannounce tarehe nyingine ya huo mchezo? Hawaoni kwamba wametuchezea sisi wana michezo na ni mchezo ambao wanaufanya, tena wanaufanya kwa makusudi? Hilo ndo swali la watu wengi ambao wamekuwa wakijiuliza kwamba ni kama bodi ya ligi na TFF wamekuwa kama wamezoea sasa kuzikanyaga kanuni na sheria za mpira ambazo wao wenyewe ndio wamezitunga. Sasa hiki ambacho kinaendelea na hisi kitakuwa funzo kwa wao, kwa sababu wao waliamini kwamba linaweza likawa ni swala dogo, maana imekuwa kawaida before tarehe 8 pia mechi ya nyuma yake dabi kama dabi hivyo hivyo ikaahirishwa. Hiyo ilisogezwa mbele kutoka saa 11 wakaipeleka saa 1, lakini pia ikaleta tafrani nyingi sana ambapo Yanga pia hawakutaka kwenda kufanya hivyo, lakini ikasuruhishwa, mechi ikachezwa kesho yake na Yanga wakakubali kupeleka timu. Sasa wamerudia tena makosa yale yale ambao waliyafanya wao, wakaamini itakuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Sasa sababu ambazo zilipelekea hiyo mechi kuvunjwa ya tarehe 8 zinaonekana ni weak kabisa, ambazo haziwezi zikawa na mashiko, na ndo kitu ambacho Yanga wameendelea kucomplain kwamba kwa nini Simba wanapokuwa wanatoa hoja zao au kufanya kile ambacho wao wanahitaji, TFF wako haraka sana kurespond, lakini pale ambapo Yanga wanatoa compliment zao ni kama TFF hawazioni. So hicho ndo kitu ambacho kinawauma Yanga, lakini pia TFF imekuwa kama inainyonga sana Yanga. Viongozi wa Yanga wengi ambao kwa hii uongozi wa Karia wamefanyiwa figisu nyingi sana na wengine wakafungiwa sana. Tunakumbuka issue ya Manara, lakini pia tunakumbuka issue ya Alikamwe pia kupewa adhabu wakati kosa alilolifanya ndo kosa ambalo alifanya hata msemaji wa Simba, lakini kaonekana msemaji wa Simba hana kosa. Alikamwe ndo anakosa na akalipizwa faini.
na mambo mengi sana ambayo yanaendelea kutokea kwa upande wa Yanga. So wameyajumuisha, lakini wao wamekataa kata kucheza hiyo dabi, kwamba haitachezeka. Na hili limekuwa likiungwa mkono pia. Jana wabunge wametoa nao maoni yao juu ya kile ambacho kimefanywa na TFF. Kwa upande wa mbunge ambaye ni shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga, Halima Mdee, naye amesema kile ambacho imekifanya klabu yao ndo hicho ambacho mashabiki wanakihitaji. Hakuna kucheza, tunataka wajifunze TFF kwa kile ambacho wanakifanya. Wao wanafanya kama mazoea, lakini wanaumiza taasisi, lakini pia wanapoteza pesa nyingi sana na image ya taasisi kwa kile ambacho wao wanachukulia poa. So naye amekazia pale kwamba hichi ambacho wamekifanya TFF ikawe ni mfano. Sasa Yanga tuendelee kushikilia msimamo huo. Hiyo mechi ya tarehe 15 ambapo wao wameipanga, hatutaingiza timu. Tuko razi timu yetu ipokonywe pointi, timu yetu ishushwe daraja, lakini kile ambacho kimefanywa na TFF kiwe ni tunaweza tukasema kikomeshwe kabisa, kwa sababu hiki ambacho anakifanya Yanga si kwamba anakifanya Yanga kwa ajili yake yeye mwenyewe, lakini anakifanya pia kwa ajili ya kutetea timu zingine ambazo zimekuwa zikionewa nje na Simba, ambapo inaonekana Simba ndo anapendelewa sana. Ukiangalia pia mechi za Simba, asilimia kubwa unakuta waamuzi ambao wanapangiwa mechi zao ni waamuzi wale ambao unakuta mechi fulani ya Simba, huyo mwamuzi aliibeba Simba, apewi adhabu yoyote, anakuja kupangiwa mechi nyingine tena ya Simba hivyo. Wote tunaona ambacho kilitokea juzi kwenye mechi na Mashujaa, wote mliona ambacho kilitokea. Sasa hivi vitu ni vitu ambavyo vinaonwa na watu, na mpira unaangaliwa, sio kwamba labda mpira unachezwa gizani kama zamani. Sasa hivi Azam TV wameweka kamera kila sehemu, so kila kinachoendelea watu wanakiona. So inakuwa ni aibu kwa ligi yetu, lakini ni aibu kwa TFF kile ambacho wanakifanya. So hiki ambacho Yanga wanaendelea kukishikilia, ni yule tu ambaye hajui kanuni na sheria za football ndo anaweza akaona kama Yanga wanashikilia msimamo ambao hauwezi kuwasaidia. Lakini kwa wale ambao tunajua kwamba Yanga kwa nini wamefanya hivyo, tunaelewa. Hapa Yanga kinachosubiriwa ni kwamba kama hakutakuwa na mazungumzo yoyote hapa katikati ya kuweza kulimaliza hili. Maana pia taarifa ambazo mimi ninazo ni kwamba Yanga wamepeleka barua yenye peji zaidi ya 100 serikalini kwa yale yote ambayo TFF inawafanyia klabu ya Yanga, ili waangalie kama kuna uwezekano wanaweza kukaa meza moja wakayazungumza na hao watu ambao wanataka wao wajiuzuru wakatoka madarakani. Naamini Yanga hiyo mechi wataicheza vizuri, na kuna watu wanasema labda Yanga wanaiogopa Simba. Sasa kwa Simba gani ambayo itaogopwa na Yanga? Wote tunajua Yanga ina kikosi kikubwa na ina kikosi ambacho kimezoeana kwa muda mrefu, lakini wote mechi za Simba tunaziona. Simba hii sio Simba ambayo inacheza kitimu, ni Simba ambayo inacheza kwa mchezaji mmoja. Ni Simba ambayo inamtegemea Elimpanzu na Kamara golikipa wao. Ndio Simba hii ambayo sasa hivi wanasema eti naiogopa Yanga ambayo inacheza kitimu. So mimi siamini hilo kwamba eti Yanga wanaiogopa Simba. Hakuna kitu kama hicho. Yanga wao wanaona haki yao inanyonywa, na ndio maana wameamua kushikilia msimamo wao. Na kama tu kile ambacho wao wanakiamini kikienda sawa, watapeleka timu uwanjani, mimi naamini Yanga watacheza mechi na mechi itaenda vizuri. So kile ambacho TFF wanaona kabisa wamekosea, ni bora wakachutama, wakawaita Yanga tena wakaomba msamaha. Sio Yanga tu, waombe msamaha wapenzi wa mchezo kwa kile ambacho walikifanya, kwa sababu walitukosea sana mashabiki. Lakini tena kuja kupanga ratiba ya mechi wakati hujatuambia kilichokufanya uvunje ile mechi, bado unaendelea kutukosea na kutudharau sisi wapenzi wa mpira. So TFF kuna mapungufu makubwa ambayo yanaendelea, na kama tu hawatajirekebisha au hawatafanya chochote kitu kama kujiuzuru kwa watu ambao hawajawajibika kwenye hili, basi hii ligi yetu inaenda kuingia dosari. Na Yanga kama tu hiyo mechi ikija kutokea hiyo tarehe 15 Yanga hawajapeleka timu uwanjani na TFF wakafanya yale ambayo yapo kwenye kanuni, Yanga hiyo itakuwa ndo njia rahisi sasa ya kwenda kasi kuleta complaint zao na kuweza kusikilizwa, kufuatiliwa, na mwisho wa siku inaweza ikawaharibia TFF
pakubwa sana.